Kwanza niweke sawa, maandamano kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, katiba inaruhusu maandamano, ni haki kama haki nyingine, lakini hakuna haki ambayo haikutengenezewa sheria. Maandamano yametengenezewa sheria ya kutoa taarifa ndani ya masaa 48 kwa jeshi la polisi la eneo ambao utafanya hiyo shughuli. Hakukuwa na hiyo platform ya kuchukua hizo hatua za kupeleka taarifa katika mamlaka husika. Lakini maandamano lazima awe na mwenyewe, watueleze wanaodai kwamba yeye ni maandamano, nani alikuwa anayaongoza, ili awe mwenyewe yale maandamano, kwamba mimi Doyo ndio nitaongoza haya maandamano mpaka Mwenge stendi, utasoma ujumbe wetu pale, tutaondoka. Nani? Hakuna. Kama hakuna, utasemaje ni maandamano? Kayaandaa nani? Kwa sababu ili yawe maandamano yana taratibu za kisheria, kinyume na hapo ni fujo. Sasa nani mwenye yale maandamano ambayo aliandaa, ambaye alitoa barua katika masaa 48 kwa jeshi la polisi? Watuonyeshe. Kwa hiyo sio maandamano, kwa sababu yamekiuka sheria tuliyokubaliana, yamevunjwa taratibu, na hii nchi inatawaliwa na taratibu na sheria na katiba. Ukivikiuka hivyo, huna haki nyingine ya kusema wewe, kwa sababu umetoka kwenye maisha ya mfumo ambao tunaishi. Kila mtu kichani sana mawazo yake, unataka tufanane mawazo yote. Sisi sio mbuzi, sisi ni wanadamu. Naweza ukapikwa ugali, wali, pilau bila kumwambia mtu chochote, anachukua sahani, mtu anaenda kwenye ugali, ni kosa. Mwingine anaenda kwenye pilau, mwingine hali kabisa. Huwezi kuhoji kwa nini kumepikwa wali, pilau na ugali na ndizi afu ukula. Sikutaka. Kwa hiyo Chadema kukataa ile ripoti. Sasa kuna husiana nini sasa? Kwani wao ni nani wakikubali ndio vile jambo ndio zuri sana, au wakikataa ndio baya sana? Wao ni nani yani kwenye Watanzania milioni 60? Wao ni nani wa kwamba jambo wakilikubali sasa Chadema ni tamu au ni zuri, sasa hilo ni pepo? Ni haki yao ya kikatiba, ni haki yao ya kidemokrasia. Demokrasia hata kununa ni demokrasia. Kwa nini? Ni uhuru wa mawazo, kwamba mimi leo sisalimii mtu kutwa nzima. Hiyo ni demokrasi. Demokrasia sio kucheka tu na kufurahi. Kwa hiyo wale wana haki yao ya kikatiba na hawazuii harakati za kuliponya taifa. Ni vyama viwili tu kati ya vyama 19. Sasa wewe tusikilize watu wawili tu, kwa sababu viongozi wa chama cha siasa hawazidi 20 wale ngazi ya juu. Vyama viwili tufanye watu 40, ndio kijikundi cha watu 40 kisababishe mambo mazuri ya nchi yasifanyike, kwa sababu wao tu wamesema hapana. Alafu wazee wa kupinga tu, wamepinga mpaka hawapati ruzuku. Sasa hivi wanaomba michango Chadema. Walikuwa wanapata ruzuku walipokuwa na wabunge na madiwani. Kwa kukaa kwao nje mambo yanaendelea. Sio kwamba, na hili Watanzania wafahamu na Chadema wafahamu, sio kwamba Chadema itakapoamua kukaa nje ya mfumo mambo yatasimama. Hili jambo walifahamu sana Chadema, na niwafikishie ujumbe, mambo yataenda tu, hayatakwama. Tokea uchaguzi mpaka leo, huu ni mwezi wa 6, mwezi wa 11, wa 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwezi wa 6, kuna jambo limekuwa mara nchi hii. Hizi ni siasa tu, na hilo wasipolijua wataendelea kuwa chama cha matamko, lakini sio chama cha kushika dola, kwa sababu hawatakuwa kwenye hizi platform. Mwisho wa siku kinakuwa ni chama kinakuwa wanaharakati sasa ambao wamesajiliwa.